Ujambo mtazamaji na karibu katika Edu TV awamu ambapo tunachambua kazi ya fasihi ikiwa tunazungumzia hasa tamthilia ya Bembea ya Maisha. Ndimi na odha wako Fibian Muthama, na hapa nina walimu ambao watakwenda kujitambulisha kisha watuambie leo wamejiandaa kuhusu kipi. Karibu sana walimu. Asante. Kwanza tuanze na wewe. Pengine utuambie jina lako. Naam. Kwa majina naitwa Mwalimu Dennis Kipyegon kutoka shule ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu. Dada mwenzangu. Jina langu ni Bia Sanda Caroline. Mwalimu wa Kiswahili katika shule ya kitaifa ya Friends School Kamsinga. Leo tunazungumzia kipi? Leo hii tutazungumzia tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha. Na jukumu letu hapa kubwa ni kujadili mtiririko wa tamthilia hii. Mtiririko. Aswa. Bas. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaelewa ni nini kinazungumzwa tangu kutoka mwanzo mpaka mwisho wa tamthilia hii, ama tutakuwa tunatiririka tu mpaka mahali tutafikia. Lakini si hoja. Kwako Mwalimu Kipyegon. Naam. Kwanza mtiririko. Mtiririko ndo unaitwa, kuna kisawe cha mtiririko pengine? Mtiririko ni msuko bado. Bado ni msuko. Naam. Namna hadithi ilivyosukwa. Naam. Kwa hiyo na ukitaka kumuelezea mtu tofauti na mtiririko au msuko. Kwa neno lingine rahisi tu unaweza kumwambia ni nini? Labda tu kumueleza kwamba mtiririko ni jumla ya mawazo ambayo mwandishi ameweka katika kitabu kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo mtiririko kitu tuzingatie ni msuko wa mambo katika kazi ya fasihi kutoka mwanzo hadi mwisho. Sijui kama hiyo kauli yako inaendana sana na Mwalimu Asanda. Mimi kwa upande wangu ningeita ploti. Ploti. Jinsi mwandishi alivyopanga matukio yake kuanzia mwanzo wa tamthilia hadi mwisho wa tamthilia. Hapo kwako Bia Sanda, na ni neno zuri umelitaja kwamba kuna ploti. Na nafikiri ni neno la utohozi kwamba katika kazi za Kiingereza wanasema plot. Kwa hiyo hii itakuwa ni ploti na sio ile ploti ya nyumba. Aswa. Inakuwa ni ploti ya kiwanja. Namna Mwalimu Kipyegon alivyoeleza kwamba ni msuko. Ningependa na pia nafikiri nijenge hii picha ya kwamba ukisema msuko unaweza ukachukua kama zamani zetu unachukua kamba, alafu namna unavyoitengeneza mpaka mwisho unaisuka. Kamba unasuka. Ile kamba pengine ya kuna ile tulikuwa tunatumia kwa ng'ombe au kutengeneza viondo hivi, vikapu. Kwa hiyo naamini huo ndo msiko katika kazi hii kama sijakosea Mwalimu Kipyegon. Naam. Kwa hiyo ningeomba utueleze kwanza mwanzo tupate picha kamili ya mtiririko unaanzaje katika Bembea ya Maisha. Naam, Bembea ya Maisha mwandishi ameisuka kazi yake katika sehemu ngapi? Sehemu 4. Sehemu ya kwanza ina maonyesho matatu. Sehemu ya pili maonyesho manne. Sehemu ya tatu maonyesho manne. Alafu sehemu ya mwisho ina maonyesho matatu. Naam. Hivyo ndio vile amepanga msururo wa mawazo yake kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ina maonyesho matatu, sehemu ya pili manne, sehemu ya tatu manne, sehemu ya nne manne. Naam. Mwalimu Asanda, labda utuletee sasa vile hadithi inaanza. Tuanze tuna onyesho la kwanza katika hiyo sehemu ya kwanza. Asante. Kwa hivyo onyesho la kwanza linatukia kwenye nyumba ya Sara na Yona. Na tunaanza kwa kuelezewa kwamba Yona ameingia pale nyumbani kwake akiwa anaonekana mchovu na asiyekuwa mchangamfu. Na kitu cha kwanza ambacho anafanya ni kuulizia kuhusu chakula anapofika. Ila kwa bahati mbaya kile chakula hakipo. Manake yule mkewe Sara ameelemewa na maumivu ya ugonjwa ambao unamsibu katika mwili wake. Na inapofikia hapo ndiposa Yona anamwarifu kwa nini hujamuita bintio aje akupeleke wapi? Hospitalini. Kwa hiyo ndio picha kamili tunapata. Mwanzoni. Nyumbani kwa Yona na Bi Sara.
kwa Yona na Bisara Aswa. ambao ndo wahusika wamejitokeza katika onyesho la kwanza. Mwanzoni mwa onyesho la kwanza. Sara, bado ngali pale pale. Nyumba hii haifukii wala moshi hata kama chakula taabu kwako. Yona mume wangu, moshi utafukaje? Mwenzio hapa nilipo, kichwa kimodara mtu siku nzima. Wewe unajua ni kwa ajili ya haya maradhi, si kwa uzembe wala raha. Ndipo tufe njaa? Sivyo? Ndivyo. Njaa ileti shibe, Sara. Ninajua, lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote nikiwa ningali mzima na afya yangu, mbona sikufanya ajizi? Muda wote huo nikipika mimi, nikiandaa na kukaribisha ule, iweje leo kazi hiyo inishinde, yalaumu maradhi. Basi mbona usimuite bintiyo aje akupeleke hospitali? Mwache mtoto apumzike. Hivi atashika mangapi? Twende nalo mwalimu. Naam, vile mwalimu amesema alipofika akauliza chakula. Hapo ndio mvutano ukatokea. Kwamba mbona chakula haijatengenezwa. Ndio akamwambia lazima mtafute binti yako aje afanye nini? Atusaidie. Lakini Sara mwenyewe akasema binti amewafanyia mengi sana. Na kwanza anataja majukumu ambayo binti amewafanyia. Kwanza kabisa amewaajiria mfanyikazi awasaidie katika kazi za nyumbani. Pili, amewasomesha wanuna zake. Kwa hiyo hapo mwalimu Kipego, ina maana kwamba ni familia ambayo ina watoto ya kulingana na onyesho hilo la kwanza. Kwa hiyo kitu nachoelewa hapa ni Yona amemlazimisha mke wake kumuita mtoto wao ili wamsaidie. Wanamsaidia katika mapishi au wanamsaidia kwa nini hasa? Kile ambacho alisema aje awasaidie kumpeleka hospitali kwa sababu vile mwalimu amesema alipokuja akamwambia mbona hujatengeneza chakula? Akasema kwa sababu amekuwa mgonjwa. Ndio akamwambia muite binti aje akupeleke wapi? Hospitali. Na hicho kitu kilitendeka mwalimu wa Sanda. Mbona akiwajibika kumuita binti ampeleke hospitali au inakwenda vipi? Sasa hapo ni mbeleni. Lakini sasa hivi katika onyesho hili hilo wazo la kumuita binti yao aje kumpeleka Sara hospitalini ndilo linalozua mgogoro wakati huo. Hivi kwamba Sara sasa anatetea kwamba tayari huyo binti yao ana majukumu mengi kama alivyotaja mwalimu mwenzangu. Amewaajiria wafanyikazi wawili, alafu pale huyo mmoja aliwasomesha wale wanuna wake. Na kando na hayo tunaelezewa baadaye kwamba alishughulika ama alijukumika kumtumia pesa huyu Yona pesa za kununua dawa, japo Yona hakutumia pesa hizo kwa kazi hiyo ambayo alikusudiwa kufanya. Na kulingana na Yona anaona kwamba ni lazima huyu binti yao awasaidie kwa sababu wao walifanya jukumu la kumsomesha. Kwa hivyo ni kazi yake kuchukua ama kuirithi ile fimbo ya mzee katika jamii hiyo. Kwa hiyo ni kazi ya Neema kurithi fimbo ya mzee Yona. Kulingana na Yona. Kulingana na Yona. Aswa. Mwache mtoto apumzike. Hivi atashika mangapi? Apumzike nini? Mimi nilipumzika kumpeleka shule. Haidhuru. Hukupumzika. Sote tulijizatiti tukalea pamoja na hizo taabu. Ila tulikuwa tunatimiza wajibu. La, kila mbegu ipandwayo haina budi kuzaa. Na izaapo mazao yake huvunwa. Mtu utakasa sahani akijua itamfaa tena. Kinacholelewa hakina budi kulea. Sina shaka na kauli hiyo ya hekima.
Lakini huyo mtoto naye pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kiasi chake. Amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Ninasikia kulipia elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda hata wanaume wenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Tayari huyu mzee anajenga picha ambayo sijaipenda kidogo, lakini tuendelee tu hivyo hivyo. Naam, asante. Baada ya hayo, Yona anaonekana kukadhabishwa na hayo mazungumzo. Kwamba anafikiria yeye amekuwa akisema, akiwasema yeye na watoto wake. Sasa alivyoghadhabishwa, Sara anaanza kujitetea, anasema kwamba yeye hana nia ya kufunja familia yake. Kwa sababu kama anamtetea binti ni kwa sababu kweli vile tulivyosema, mwalimu mwenzangu alivyosema, amefanya mambo mengi ambayo yanaonekana katika onyesho la kwanza vile ambavyo tumeelezwa na Sara. Tayari naona mtafaruku umeshaanza. Kuna mke ambaye hana nia ya kuvunja ndoa yake. Onyesho hilo la kwanza. Hilo la kwanza. Na pia kuna mwanamume ambaye yuko tu anataka mambo yafanyike kulingana na vile anavyotaka yeye. Mwalimu Asanda, hapo mbeleni panaishia wapi ama panaamkia wapi? Mwanzoni au mbeleni? Mwishoni. Mwishoni mwa onyesho hilo. Mwishoni mwa onyesho hilo, baada ya Yona kukisia kwamba Sara na wanawe wamechukua upande fulani hivi kwamba wamekuwa wakimsema yeye. Na nadhani hili lilisababishwa na yale maneno ya Sara kusema kwamba zile pesa ambazo alikuwa anatumiwa kununulia dawa alikuwa anazichukua na kwenda kukaa na wazee, ili akiwa na wazee wasimuite tu shabiki. Na natumai hapo alikuwa anarejelea Mangweni kule, ili pia naye awe anachangia wale wazee. Na kwa hilo Yona akaona nikana kwamba hawa wamekuwa wakimsema. Lakini hapo mwalimu Asanda alikuwa akichangia Mangweni. Mangweni ni mahali wanapoenda kupumzikia wazee. Mangweni hasa. Sehemu ya kupumzikia. Kwa hiyo pale ni sharti uwe na kitu mfukoni. Cha kuchangia pia wazee. Usiwache tu wazee wengine wananunua na wewe uko pale pale. Kwa hiyo yeye anaomba hela kwa binti yake alafu anazitumia visivyo hasa. Bado hapo ni onyesho la kwanza. Bado hapo ni onyesho la kwanza. Na hilo likazua mtafaruku mwingine. Huyu Yona anaona nikana kwamba Sara ameanza kumdharau. Eti kwa sababu sasa ni mzee. Kiasi cha kwamba anasema mke wake sasa anamtazama kama tambara bovu. Na analipigia mfano tambara bovu ambalo hata aliwezi kumjia mpiga deki akilini. Hicho ndio kiwango cha madharau ambacho Yona anahisi mkewe amemfikisha. Na wewe mwalimu Kipigo, je, unahisi kama onyesho vile mwalimu amesema, onyesho linaisha, ingawa hayo yote wanaafikiana, na wanaafikiana kwamba hata ingawa ni mtoto wako, wao watampa baraka. Na hivyo ndio onyesho la pili linaisha, wakati ambapo anamchuza kwamba Dina atakuja kumsaidia sasa kutengeneza chakula. Kuna Dina. Dina naye huyu anaendelea wapi? Dina ni rafiki yake Sara. Anamwambia atakuja kumsaidia. Ambao kwenye onyesho hilo tukiendelea sasa katika onyesho la pili. Tunaingia sasa onyesho la pili. Kwa hiyo tunaona Dina anasaidia Sara. Mwanzoni tulisema kwamba aliingia kilalamika kwamba chakula hakipo katika ile nyumba. Na huyu mkewe Sara akawa amemweleza hataweza kumtengenezea kwa sababu ya yale maumivu yake. Na ndiposa hapo ndio Dina anaingilia, kwa sababu Sara alikuwa amemtumia Dina ujumbe aje akamsaidie kumpikia mume wake chakula. Kwa hivyo Dina anatajwa tu pale mwishoni mwa onyesho hilo la kwanza. Ni kutajwa tu kwamba ametumiwa taarifa aje akawasaidie kupika kile chakula. Na hapo ndio onyesho hilo linakamilikia. Hivi leo nyumba hii haifuki? Subiri, nimempelekea Dina salamu aje atufanyie chochote. Mwenzio hapa nilipo sijiwezi kitu. Mwili mzima mfano wa bua. Haidhuru,
Nitasubiri. Hata kawia, yeye huitikia wito haraka. Kwa hiyo tunaelewa kwamba kuna msukosuko tayari umeanza baina ya kati ya Yona na Sara, onyesho hilo la kwanza. Naye Dina anajikita wapi? Labda kwa kusonga mbele pengine. Naam, onyesho la pili sasa. Ingawa mengi tutajua kuhusu Dina, lakini katika onyesho la pili kuna wahusika wawili peke yake, ambaye ni Dina na mtoto wake Kiwa. Onyesho linaanza vizuri ambapo Kiwa amekuja kumsalimia nani? Mamake Dina, kumjulia hali jinsi maisha inavyoendelea. Kwa hiyo nikukatize tu Mwalimu Kipyegon, na nielekeze tu kwa Mwalimu Asanda. Kwamba onyesho la pili linakuja wakati kuna wahusika wengine tofauti sana na wale wa kwanza. Sasa. Wana uhusiano fulani, pengine Dina na Kiwa wana uhusiano na Yona na Sara. Sasa Dina hapa ni rafikie Sara. Kwa hiyo kuna usuhuba kati ya Dina na Sara. Wanafanya kipi kwenye onyesho hilo la pili? Onyesho hilo linaanzia wakati ambapo Dina ameandaa chakula, lakini anashangazwa sana. Manake yule mwanake Kiwa anakula kidogo, na anashangazwa kwa nini mme mzima kama huyu ale chakula kidogo kama vile hata mtoto mdogo hawezi kula jinsi alivyokula. Lakini Kiwa kidogo anajitetea kwa kusema kwamba tumbo lenyewe lake lishafanya mazoea ya kula kile kidogo. Na hata kama ingewezekana, ardhi yenyewe haipo siku hizi. Na hata ikiwa tena mvua nayo imekuwa adimu sana. Kwa hivyo kile chakula hakipo. Kwa hivyo ni vyema watu wale tu kidogo kidogo. Hivyo ndivyo umekula mwanangu? Nimeshiba mama. Tumbo lenyewe liko wapi la kula sana? Hata mtoto hawezi kuguzaguza ulivyofanya wewe. Ninashangaa, ni kama unayekiogopa chakula. Si hivyo mama. Tumbo lenyewe limeshafanya mazoea. Ardhi hiyo ya kulima na kuzalisha chakula iko wapi? Imeadimika, afadhali wale wadaku. Sasa ni wakati wa kujifunga masombo mama. Labda kauli yako ya mwisho Mwalimu Kipyegon. Zaidi tu kuongezea mtiririko wa namna onyesho la pili kati ya Dina na Kiwa. Sasa Dina na Kiwa baada ya hapo, baada ya kushangazwa na sasa katika mjadala wao, Dina anamtaja Yona. Sasa Kiwa anashangaa Yona ameingiaje katika mazungumzo haya. Ndio sasa mjadala unaendelea, akimwelezea mengi kuhusu ukakamavu wake Sara. Jinsi alivyokabiliana na maisha. Njia kweli sawa na moyo wa mwanadamu imejaa giza. Wanavyosema njia haimwangulii msafiri. Mama, siku zote maisha sawa na safari ni fumbo. Nakwambia mwanangu, Sara alitiwa sana vinywani mwa watu. Alitafunwa kama chingamu, lakini naye hakuwa chingamu ya kuisha sukari. Inasikitisha tu kwamba sasa maradhi hayaishi kumwandama, yamemgeuza ngoma. Nilimuona akitoka kliniki. Mnyonge kweli, japo bado mwanamke jasiri. Maisha hapa kijijini yamemsukasuka mpaka akakakamaa. Hata huo upepo wa ugonjwa hauwezi moyo wake. Hili dogo sasa. Anamtaja kwa kipi Bi Asanda? Aligutuka tu kama amemtaja Yona. Na kabla ya hapo, kabla ya kumtaja Yona, nilikuwa nikieleza kwamba alikuwa anazungumzia kuhusu kiasi cha chakula, sivyo? Lakini Kiwa akachukua anamtazamo tofauti, kwamba dunia ya sasa haihitaji watu wenye misuli wala wenye kimo. Dunia ya sasa inataka watu ambao wana fikra pevu, bongo za sumaku hasa, ili kuyaendesha haya maisha. Na Dina naye akagutuka tu kama amemtaja Yona.
Na hilo likachochea sasa fikra za Kiwa, akataka kujua sasa Yona anaingilia wapi kwenye haya mazungumzo yetu ya sasa. Kwa hiyo ile onyesho lilionyesha dhiki tu. Onyesho la kwanza ni dhiki za Sara na Yona, hasa katika chakula. Wanagombania kuhusu chakula na wajibikaji wa mwanamke akiwa nyumbani. Na onyesho la pili ni Dina ambaye ni mama yake Kiwa. Au anazungumzia mambo maisha yalivyokuwa na yananyima watu nafasi. Ikiwa ni chakula, umesema kimo, mambo ambayo ni ya kihalisia lakini inahitaji watu ambao wana akili pevu zaidi. Pengine la mwisho vile amesema tu, vile umesema tu kwamba inahitaji akili pevu. Kiwa haoni lolote kubwa katika kimo. Ndio maana anatumia mfano wa Neema. Anasema, anamweleza kwamba Neema tangu mwanzo alikuwa na mwili ndogo sana. Na mwili huu haikumfanya awe na akili kidogo. Tunaambiwa kwanza alikuwa amepefuka, ndio maana alifanya vizuri katika masomo yake. Naam. Je, Bi Sanda, sijui kama unaafikiana na hapo pa Kiwa na Neema katika ulinganifu wao wa kimwili kulingana na hilo onyesho la pili katika kauli yako ya mwisho? Nakubaliana nayo kabisa. Kwa sababu walipokuwa wakiendeleza yale mazungumzo, nilikueleza awali kwamba Yona alichochewa na kutaka kujua kwa nini mamake ghafla akamtaja nani? Yona. Na ndiposa kwa kifupi tu Dina akawa anamdokezea zile changamoto ambazo Yona na Sara walipitia katika ndoa yao kuwapata watoto. Ila Mungu akawajalia watoto wasichana, lakini watoto wasichana wenye werevu mwingi. Na Kima akawa anashangaa. Hii dunia sasa ambayo inamuona mtoto wa kisichana hafai. Lakini naye akawa na mtazamo tofauti, akawa anajilinganisha na wewe mwenyewe. Mama, je, iweje kama ingelikuwa mimi ama ingelikuwa wewe uko katika hali ambayo Sara yuko ndani? Mimi sijui kama ningekuokoa. Tazama ulivyokonda. Unaelekea kushindana na Ng'onda. Hiyo nafasi ya Ng'onda unaitaka kwa nini? Sivyo unavyochukulia mama. Haya basi niambie, ni vipi? Dunia leo haithamini kimo, inathamini akili. Haitaki kututumua misuli. Haya mama, muone Neema binti Yona. Si kifyefye tu, lakini chuma cha reli. Yule tangu akiwa kiduchu amekuwa na kimo cha sindano ya nguo, lakini vile vile mwenye akili kama ncha za sindano. Sijui imekuwaje, lakini haikupata kutokea hivyo. Licha ya minong'ono yote iliyokuwepo, ila unyanyapaa ulimfanya Yona kupokea ulevi kwa mikono miwili. Nao ukampokea. Ninakwambia kwa mikono yote miwili. Wewe umekuwa ukampata Yona akiwa kipenzi cha maji. Hakuwa hivyo. Allah. Alisukumwa kwa wimbi la maneno ya watu. Wengine wakamsukuma kutafuta watoto huko nje. Kwa kila hali, mradi awe wa kiume, amrithi yeye. Eti jina lake lisipotee, utambi wa ukoo wake usizimwe. Lakini hawa binti zake sasa wanatushinda hata sisi wanaume. Angalia mama, leo ingekuwa wewe ndiye mgonjwa, maskini sijui ningeshika mti gani. Ungeniponyoka kama maji kwenye viganja. Ningekosa ufundi wa kuziba mianya. Ni leo, huo umekuwa wakati huo mwanangu. Wewe umeiona rangi ya mwisho wa kinachoelea. Kabla kielee, kimepigwa shoka, kimeonjwa misumeno aina, kimetambaliwa na randa. Aise. Kwa hiyo onyesho la mwisho la pili ambalo linazungumzia linamtaja Dina na Kiwa, na pia linamtaja Neema pale na vile vile Yona. Nafikiri sijui kama kuna kauli ya mwisho. Ile onyesho linaishaje mwalimu Kipego? Naam, onyesho linaisha wakati ambapo Sara anaanza Dina anaanza kueleza maisha ambayo Yona na Sara walipitia. Naam. Sasa anaeleza kwamba kule maisha yao ilikuwa ngumu hapo mwanzoni. Kwamba walipitia machungu na
kila ambacho alifanya Sara ni kukubali kukaa na mume wake hata kama ilikuwa mbaya. Kwamba watu walimshinikiza, hata walimshinikiza Yona apate mke mwingine, kwa sababu vile mwalimu wenzangu alivyosema kwamba watu walimuona tu amepata watoto wasichana. Sasa kulikuwa na hiyo shinikizo kwamba kutoka jamii na watu wenzake kwamba atafute mke mwingine apate watoto. Kwa hiyo ndio maana mwalimu Asanda alikuwa anasema Yona alikuwa anajilinganisha au anamkashifu mke wake akisema kwamba anamuona kama tambara mbovu ambalo haliangaliki na mpiga deki. Ulikuwa unasema kero za watu hazikuishia pale. Nilikuwa nimesahau. Naam, hazikuisha kamwe. Watu walimtia Yona maneno kuwa lazima awe na mrithi. Walimtaka awe mke atakayemzalia watoto wa kiume. Kwa kuwa kwa maneno yao, Sara alikuwa ameshindwa. Kweli? Sijui imekuwaje, lakini haikupata kutokea hivyo. Licha ya minong'ono yote iliyokuwepo, ila unyanyapaa ulimfanya Yona kupokea ulevi kwa mikono miwili. Onyesho likiisha, Dina anapanga kwenda kumsaidia sasa Sara katika onyesho la kwanza ambayo vile tulikuwa tumepanga. Sasa wanamaliza alafu anapanga anaenda kumsaidia Sara. Hapo sasa ndio tunaanza onyesho la tatu. Kwa hiyo onyesho la pili kulingana na ninavyoelewa ni kwamba wameoanisha namna Dina anakuwa na usuhuba na Sara na kuamua kwenda kumsaidia, kwa sababu tumeona Sara alikuwa ni mtu ambaye anaugua, anaumwa na hawezi kutekeleza mambo mengine kama kupikia mume wake. Mtazamaji, siku zote wanasema huwezi kujua mawimbi ya bahari kama hujakuwa mwogeleaji na wala huwezi kujua kama hujachambua hii kazi, mambo ambayo mwalimu Kipyegon na mwalimu Asanda wametueleza hapa hii leo. Inafika mwisho wa kipindi hiki. Nafikiri panapo na nafasi hatujataja onyesho lote, lakini unaweza pia ukaendelea kwenye uchambuzi wako ili ukaweze kupata utamu zaidi kuhusu bembea ya maisha. Kwa nini mtu anabembea katika haya maisha? Kweli ni tamthilia nzuri. Lakini nisitishe kwa hapo. Nimekuwa wako Fibian Muthama, nahodha wa kipindi hiki, na mwalimu Kipyegon na pia mwalimu Bi Asanda. Tunakutakia utazamaji mzuri. Kumbuka hii ni Edu TV. Kwa heri ya kuonana.